Shukran Skola na karibu msikilizaji. Iran imedhibitisha kifo cha mkuu wake mashuhuri wa usalama Ali Larijani baada ya Israel kusema kwamba imelenga maficho yake. Baraza Kuu la Usalama wa Taifa limesema aliuawa pamoja na mwanawe na naibu wake. Samba Tenzi na maelezo zaidi. Ali Larijani anatajwa kama mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa nchini Iran. Alikuwa mpatanishi wa zamani wa masuala ya nyuklia, akionekana kama mtu wa vitendo lakini pia mtetezi wa ukandamizaji wa ndani. Mhariri wa kimataifa wa BBC anasema kuwa ikiwa nafasi yake itachukuliwa na mtu mwenye msimamo mkali zaidi, basi juhudi za kufikia makubaliano ya kupunguza mvutano wa vita zinaweza kuwa ngumu zaidi. Vilevile Iran ilikiri kuwa kiongozi wa wanamgambo wa serikali Basij ameuawa katika mashambulizi hayo. Mashambulizi dhidi ya Iran yanaendelea huku jeshi la Marekani likisema kwamba limelenga maeneo kando ya pwani ya Iran karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran na wanamgambo wa shirika wake pia yanaendelea. Maafisa wa Israel wanasema kwamba watu wawili wameuawa karibu na mji wa Tel Aviv kutokana na kombora la masafa marefu kutoka Iran, huku maeneo katika Falme za Kiarabu, Iraq, Qatar na Kuwait pia yakilengwa. Rais wa Marekani Donald Trump amepuuza kujiuzulu kwa mshauri muhimu wa kijeshi kuhusiana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akisema kwamba kujiuzulu kwake ni jambo jema. Mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha Marekani cha kupambana na ugaidi Joe Kent alikuwa amesema kwamba Iran haikuwa tishio la haraka kwa Marekani na kwamba Israel ilishinikiza Marekani kuanza vita. Sikumfahamu vizuri, lakini nilidhani kuwa alikuwa na muonekano wa kuwa mtu mzuri. Lakini niliposoma kauli yake, niligundua kuwa hata ni vizuri kwamba ameondoka, kwa sababu alisema kuwa Iran sio tishio. Iran ilikuwa tishio. Kila nchi ilitambua jinsi Iran ilivyokuwa tishio. Na jeshi la Israel pia limewaagiza wakazi waliobaki katika mji wa kusini wa Lebanon wa Tyre kuondoka, likisema kwamba litashambulia malengo ya Hezbollah yaliyoko huko. Tangu kuanza kwa mapigano ya hivi karibuni na Hezbollah, mashambulizi ya anga ya Israel yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 900 nchini humo. Hii ni BBC. Naam, ni muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Phyllis Mwate akiwa studio zetu mjini Nairobi nchini Kenya. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tusikilize kupitia Lizardal Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Uganda Voice of Muhabura, Voice of Karamoja pamoja na Voice of Busoga. Chini Kenya unaweza kupokea matangazo yetu kupitia Count FM, Must FM pamoja na Gulf Radio. Nchini Tanzania ni Classic FM, Abudi FM, Bomba FM, Radio One Dar es Salaam na Radio Free Africa. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Iran imethibitisha kuwa mkuu wake wa usalama Ali Larijani aliuawa katika shambulio la anga la usiku lililofanywa na Israel. Pia imethibitisha kwamba kiongozi wa mapambano wa Basij Gholam Zera Suleiman ameuawa. Phyllis Mwate na maelezo zaidi. Ni tangazo hilo kutoka kwa shirika la habari la serikali ya Iran likiripoti kifo cha mkuu huyo wa usalama na kuthibitisha tangazo la awali kutoka Israel. Israel ilikuwa imesema imelenga maficho ya kiongozi wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran katika shambulio la anga la usiku. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza akisema kwa operesheni hiyo ilikuwa na mafanikio makubwa ya kijeshi. Shambulio hilo la anga lililomua Ali Larijani limeondoa mmoja wa watunga sera wenye ushawishi mkubwa nchini Iran. Larijani hakuwa kamanda wa kijeshi, lakini alikuwa mhimili muhimu katika kuunda maamuzi ya kimkakati ya Iran. Kama katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, alikuwa katikati ya maamuzi kuhusu vita, diplomasia na usalama wa taifa. Kifo chake kinakuja wakati ambapo maafisa kadhaa waandamizi wa Iran na makamanda wameuawa ndani ya wiki chache, hali inayoashiria juhudi endelevu za kudhoofisha uongozi wa Iran wakati wa vita. Licha ya msimamo wake mkali dhidi ya nchi za Magharibi, Larijani mara nyingi alielezwa ndani ya Iran kama mtu wa vitendo aliyependelea mikakati iliyopimwa badala ya maneno makali.
Hayo yakijiri, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Ukraine imetuma wataalam zaidi ya 200 ili kusaidia nchi za Ghuba kujilinda dhidi ya droni za Iran. Akihutubia wabunge nchini Uingereza, ametaja Iran na Urusi ambayo hutumia drone za Shahid zilizobuniwa na Iran dhidi ya Ukraine kama ndugu katika chuki. Utawala wa Urusi na Irani ni ndugu katika chuki, na ndiyo maana pia ni ndugu katika silaha. Dunia imeingia katika enzi mpya kabisa, enzi ya ndege zisizo na rubani. Hakuna anayeweza kutabiri mabadiliko haya yataelekea wapi, lakini lazima tuendane nayo, na zaidi ya hapo ni lazima tuyatangulie mbele. Naye rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameomba radhi kwa majirani wa Iran kuhusu mashambulizi kwa nchi majirani, akisema kwamba Iran haitawashambulia isipokuwa pale tu itakaposhambuliwa kwanza. Kwa mujibu wa shirika la Human Rights Watch, mashambulizi mengi ya Iran yamelenga majengo ya makazi ya raia, hoteli, viwanja vya ndege vya kiraia na balozi, na kwa njia isiyo halali yamelenga miundombinu ya kiraia kama vile vituo vya kifedha. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya angalau raia 11 na majeruhi wasiopungua 268. Ni taarifa yake Phyllis Mwate. Na tuelekee nchini Kenya sasa, ambapo siasa zimeanza kushika kasi miezi 14 tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Miongoni mwa wanaogonga vichwa vya habari ni alikuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua aliyetimuliwa kazini miezi kadhaa iliyopita. Gachagua amekuwa akiendeleza kampeni ya kuunda muungano wa viongozi wa upinzani kwa nia ya kumuondoa madarakani Rais William Ruto. Hata hivyo, amekabiliwa na upinzani mkali, ikiwemo mikutano yake kutibuliwa na polisi. Sasa je, bado ana azma ya kuiongoza Kenya? Mtangazaji kinara wa Dira TV Roncliffe Odit amemuuliza Gachagua swali hilo katika mahojiano maalum na BBC. Mimi ni mgombea kiti cha urais mwaka 2027 na niko na matarajio kubwa sana, na niko na imani ya kwamba Wakenya wananipenda, wananijua na watanipatia nafasi ni waongozi. Na tuko wengi, karibu 6-7, na tumekubaliana kila mtu atafute umaarufu pahali ametoka katika chama chake, kila mtu auze sera zake, lakini hapo mbele tutaketi chini tuulizane maswali na tukubaliane. Kwa muda mrefu umejitokeza sana ukiongea maslahi ya watu wako wa mlima. Kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba wewe ni kiongozi wa mlima zaidi kushinda kuwa kiongozi wa Kenya. Hata mimi ni kiongozi wa Kenya, lakini siasa ya Kenya inaanza nyumbani. Huwezi pata umaarufu kwa jirani kama una umaarufu nyumbani. Uende kwingine ukatafuta umaarufu. Huo si ukabila? Si ukabila. Inakuwa namna hiyo. Hata wazungu wanasema charity begins at home. Mimi mwenyewe nimetafuta umaarufu mlimani, nimekubalika. Mikutano yenu imekuwa ikishambuliwa sana na polisi. Kila wakati, hata mkiwa ndani ya kanisa. Hii kwanza inakufanya unajihisi wewe vipi wewe kuhusu usalama wako mwenyewe, lakini kutoka sasa mpaka mwaka 2027 mnafikiria mtakuwa salama na mtaruhusiwa kupiga kampeni tu kama watu wengine? Kusema ukweli, Oditi, mimi saa nyingine naogofya sana juu ya maisha yangu na watu wangu, familia yangu na wafuasi wangu, kwa sababu tangu nifurushwe ofisi nimeletewa vita kanisani na nje ya kanisa mara 24. Nimepiga ripoti kwa polisi, hakuna hatua yoyote imechukuliwa, na mimi nikiogopa hao watakuwa wamefaulu. Kwa hivyo mimi nikiigiza baridi niogope, nirudi nyumbani hapa Munyoro ama Nairobi nikae, hao watu watakuwa wamefaulu. Kwa hivyo mimi naendelea. Katika siku za hivi karibuni, viongozi wa upinzani hawajapewa nafasi. Tanzania, chama cha upinzani Chadema hakikushiriki hata kwenye uchaguzi. Kiongozi wake Tundu Lissu yuko jela. Uganda, Kizza Besigye yuko jela. Una wasiwasi kwamba Kenya inaweza ikaenda kwenye njia sawia na hiyo? Kenya sio Uganda na sio Tanzania. Hii nchi ya demokrasia, nchi ya wapiganiaji huru. Hao wa Kenya ni wazalendo ambaye wako na rekodi ya kukataa kukaliwa na kutawalwa na mabafu, na hapa hawezi zuia upinzani. Hawa wa Kenya ni tofauti. Unafikiri ni kwa nini viongozi wa Afrika Mashariki sasa wamegeukia tabia hiyo ya kuwanyamazisha watu ambao wanajaribu kuwakosoa? Hao viongozi wa Afrika Mashariki wameambukizana tabia mbaya. Kenya ni tofauti sana na Uganda. Kenya ni tofauti sana na Tanzania. Wa Kenya ni watu ambaye hawezi kubali kutawalwa na mabafu. Hawezi kubali mauaji. Kuna baadhi wanahoji kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua amekuwa katika nafasi ya uongozi kwa miaka mingi. Tangu enzi zile watu wakisema ulikuwa dio. Sasa kwa muda huu wote umefanya kazi na serikali mbalimbali, na wewe ndiye uliyemleta William Ruto. Wewe ndiye uliyemuuza kwa watu wako hawa wa mlima.
na ukasema William Ruto, mimi nina imani na yeye. Sasa kesho ukija hapo Wamunyoro utuambie kwa mfano, nina imani na Mheshimiwa Kalonzo, nina imani na Matiang'i, ama nina imani na mimi mwenyewe, watu wanajiuliza tutakuamini vipi tena Mheshimiwa Gachagua? Makosa tuliyofanya tumekubali, si ati mimi peke yake nilisema William Ruto achaguliwe. Kanisa iliongoza. Sasa amejulikana, ametoa makucha, amejionesha, ametoa marangi yake yote, na kwa hivyo Wakenya wamesema kufanya makosa si mbaya. Makosa ni kurudia. Hili kosa tulifanya lilikuwa kosa kubwa sana.